Katibu Tawala Mkufu Fakiali ameyasema hayo wakati alipokuwa akizungumza na wananchi wa shehia ya Kizimbani ambao wanajishughulisha na shughuli za ujasiriamali katika hafla ya kutambulisha mradi wa kukuza usawa wa kijinsia Tanzania unaofanya kazi chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto Zanzibar. Amesema iwapo wajasiriamali hao watafanya shughuli zao kwa malengo, itasaidia kujikwamua kiuchumi. Aidha, katibu huyo ameeleza kukosekana kwa amani itakuwa ni chachu ya kutokupatikana kwa maendeleo. Wenzetu, niwaombeni sana, kama watu watashiriki kwenye vikundi vya kilimo, basi tuwe makini, tuimarishe kilimo. Wanaotaka kuimarisha mifugo, tuimarishe mifugo. Tunaotaka kuimarisha ujasiriamali wa aina tofauti, tuimarishe. Kuna miradi ya samaki, kuna miradi ya kila aina. Hii miradi viongozi wetu wanatuona kwamba wananchi wao lazima tuimarike kiuchumi, lakini kiujumla uchumi hauwezi kuja kama hatutakuwa na amani. Wakitoa ufafanuzi kuhusu mradi wa kukuza usawa wa kijinsia Tanzania, msimamizi wa kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia wa mradi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto Zanzibar, Nyazume Suma Isa, pamoja na mratibu wa mradi huo Aisha Basisefu wameeleza tutakuja na mpango ambao ni shirikishi. Wanaume wenye ndoa watashirikishwa na tutaangalia na makundi mengine vile vile yatashirikishwa vipi katika mapambano haya. Kwa hiyo huo mwongozo tutautengeneza, halafu tutapita kufundisha kwenye jamii. Tutapita kufundisha katika hatua tofauti mpaka kuhakikisha kwamba umeshuka katika hatua za chini kabisa za wanajamii. Hili ni kuwawezesha wanawake kiuchumi, lakini ili kuyafikia haya ni lazima ushiriki wa wanawake na wanaume wanatakiwa kwenye huu mradi. Nao wananchi waliohudhuria katika uzinduzi huo utambulisho wa mradi wa kukuza usawa wa kijinsia Tanzania pamoja Ali Suleiman pamoja na Fatma Suleiman Abdalla wakizungumza kwa niaba ya wananchi wenzao, walikuwa na haya ya kusema. Huyo atakayemshughulikia mtoto tayari kashasoma elimu ya kukaa na watoto, kwa sababu kuna psychology ya kukaa na mtoto. Kwa kweli tumefarijika sana na huu mradi ambao kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na leo kupitia Wizara ya Wanawake na Watoto inahusiana na wanawake na watoto imekuja kama uzinduzi rasmi wa mradi ambao una mambo mengi sana. Mradi wa kukuza usawa wa kijinsia Tanzania utatekeleza maeneo yote ya Pemba, ambapo kwa upande wa Unguja utatekeleza wilaya 4. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.